Je, unaweza kufikiria hereni ndogo tu inaweza kuwa silaha ya usalama? Ndiyo, hii si hadithi ya kawaida tu. Kutokea Afrika ya Kusini, msichana wa miaka 16 ameibuka na ubunifu ambao unatikisa dunia hivi sasa. Hereni inayoweza kupiga picha mhalifu, kutuma taarifa kwa polisi na hata kuokoa maisha. Leo tunakuonyesha kila kitu. Fikiria kijana mdogo akiwa darasani au maabara akifikiria suluhisho la tatizo kubwa duniani: usalama wa watu. Katika dunia ambayo uhalifu unaongezeka hasa kwa wanawake na watoto, kijana huyu aliamua kusema inatosha. Na hapo ndipo wazo la kipekee lilipozaliwa. Hereni ndogo lakini yenye nguvu kubwa ya teknolojia. Ubunifu huu unaonyesha kitu kimoja kikubwa: akili ya vijana wa Afrika si ya kumezwa kabisa. Sasa jiulize, inawezekanaje hereni kufanya yote hayo? Ndani ya kifaa hiki kidogo kuna kamera ndogo sana, micro camera, mfumo wa kutuma taarifa, alert system, teknolojia ya kuwasiliana na simu au mamlaka. Inapotokea hatari yoyote ile, hereni inaweza kunasa picha ya tukio, kisha kutuma taarifa moja kwa moja na kusaidia kutambua mhalifu haraka sana iwezekanavyo. Hii si hadithi ya kubuni tu. Hii ni teknolojia ya kesho inayoanza leo. Fikiria mama anatembea usiku au mwanafunzi anarudi nyumbani peke yake kutokea shuleni, lakini ana kifaa kama hiki. Ana ulinzi mkononi, maana yake, au tuseme sikioni. Ubunifu huu unaweza kupunguza uhalifu kabisa, kusaidia polisi kupata ushahidi wa kina zaidi, kuwapa watu ujasiri wa kuishi bila hofu. Hii ni zaidi ya teknolojia, ni mapinduzi ya usalama duniani. Kwa muda mrefu Afrika imekuwa ikitazamwa kama mtumiaji wa teknolojia, lakini sasa kutoka Afrika ya Kusini hadi nchi nyingine za bara hili la Afrika, vijana wanaanza kuongoza dunia kwa ubunifu. Huu ni ujumbe mkubwa sana. Afrika si ya jana, Afrika ni ya kesho. Hereni hizi si mapambo tu, bali ni ulinzi, ni sauti ya wasio na sauti, ni tumaini la kesho salama kabisa. Na yote haya yametoka kwa kijana wa miaka 16 tu, binti ambaye ameweza kutuliza akili yake na kuangalia jinsi gani anaweza kutatua tatizo la usalama, mazingira halisi ya usalama katika maeneo yake na sehemu nyingine nyingi. Hakuwa mbinafsi, hakujiangalia peke yake wala eneo ambalo anatoka. Aliitazama Afrika nzima na dunia kwa ujumla, kwa sababu uhalifu hautokei Afrika peke yake. Hata Ulaya pia kuna uhalifu, Amerika na sehemu nyingine nyingi, zote zina uhalifu. Sasa jiulize, wewe unaweza kufanya nini kubadilisha dunia? Kama umevutiwa na ubunifu huu, like video hii tafadhali, comment maoni yako hapo chini. Pia usisahau kusubscribe kwa stori zaidi kali kama hii. Karibu sana. Hii ni Duara TV.